Hili ndio eneo pekee ambalo utakutana na watu mbalimbali. Ni maonyesho ya kimataifa ya biashara ambayo mimi na wewe kwa miaka yote hii tunaifahamu kama Sabasaba, ikiwa ni jubilei ya miaka 50. Hapa unapata nafasi ya kutazama mashirika mbalimbali, na leo hapa ambapo unanitazama ama kuniona, nipo kwenye shirika la maendeleo la petroli hapa nchini TPDC, ambao hawa watatuambia kazi kubwa ipi ambayo wanaifanya, na wewe mwananchi wa kawaida ambaye utapata nafasi ya kutembelea hapa, ama mwekezaji ama mfanya biashara, utajua ni kipi ambacho utakuwa na faida nacho. Tusizungumze sana ama nisiongee sana, twende ndani kuweza kuwasikiliza kipi ambacho wametuandalia kwenye msimu huu wa maonyesho ya Sabasaba. Tumepata wadau wengi, tumepata wananchi, tumepata wanafunzi wa vyuo, tumepata wanafunzi wa sekondari, tumepata vyama vya mafuta na gesi vija kutembelea, lakini na viongozi wa vyama vya balozi. Tupokea balozi wa Msumbiji, wa Angola, mimi amekuja hapa pia. Lakini kikubwa nachoona ni matarajio au mategemeo ya jamii kwenye kazi ambazo TPDC tunazifanya. Unaona, tumegundua kwamba kumbe watu wanafuatilia mambo yanayotokea, mabadiliko yanayotokea hata kwenye sekta mafuta na gesi. Na tumeona wananchi wengi au wadau wengi waliokuja wanahoji kwa namna gani shirika limejipanga kuhakikisha kwamba haya ambayo yanayotokea sasa hivi, kwa sababu tumesema migogoro hii inayotokea duniani, geopolitics, inaathiri biashara ya mafuta, na sisi kama mataifa ambayo tunaendelea basi tunakuwa wahanga wakubwa hasa kwenye bei ya mafuta. Kwa hiyo unaona wanahoji kwamba nyie kama shirika la mafuta la taifa mmejipangaje kuhakikisha kwamba hili swala mbeleni tunapoenda basi linakuwa sio tatizo tena. Kwa hiyo tu sisi tunawaambia tuna mambo mawili. Moja, kwanza ni hii kampeni inaendelea sasa hivi kuhakikisha kwamba gesi asilia inatumika kwa wingi. Tunasambaza vya kutosha kwa ajili ya magari. Tuweze kufikisha maeneo mbalimbali. Wanapata wasaa au wamepata wasaa pia kujua kwamba pamoja na jitihada zinazofanyika katika mkoa wa Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba vituo vya gesi vinaongezeka, lakini pia wamepata wasaa kujua mikakati ya shirika ya kufikisha gesi asilia kwenye mikoa mingine, ikiwemo tunasema miradi ya kupeleka gesi sasa hizo kutoka Morogoro mpaka Dodoma. Lakini pia wamepata wasaa pia kujua kwamba tuna mpango pia kupeleka gesi ifike mpaka Arusha, ili watu waweze kutumia, mtu akiwa na gari yake ya gesi basi aweze kutumia njia yote hiyo. Lakini wamepata wasaa kujua kuwa pamoja na hii miradi ya CNG ya kusambaza gesi kupitia magari, lakini pia wamefahamu kwamba kuna mradi wa kupeleka gesi bomba mpaka Chalinze, ambao unaona hii mitandao yote sasa inafanya gesi asilia iweze kupatikana, na ikipatikana kwa ushirikiano ambao tunao sisi na sekta binafsi, namna ambavyo tunawasaidia, namna ambavyo tunawachochea waweze kuwekeza kwenye CNG, kwamba kwenye miaka inayokuja basi hizi changamoto zinakuwa zitatatuliwa kiasi kikubwa. Lakini wamepata wasaa pia kujua kwamba TPDC inaendelea na utafiti kwa mafuta na gesi. Wamefahamu kwamba kuna bonde la Yaswi Mbele ambalo tu kwenye hatua sasa hivi ya kufanya data za mitetemo, ambao ukimaliza data za mitetemo kwa mfumo au wa 2D, mbele labda tutasema kwamba kuna haja kufanya 3D au tuache tuchimbe visima. Kwa hiyo na eneo la Yaswi Mbele kama tulivyoongea kwa kirefu ni kwamba linatupa hamasa au linatupa matumaini, pengine tunaweza tukagundua mafuta. Kwa hiyo wamejifunza kwamba shirika liko bize kuhakikisha kwamba haya matatizo ambayo yanatokea kutokana na hizo geopolitics na migogoro mingine, basi hapo mbeleni tuweze kujitegemea. Tumeanza kujitegemea kwenye gesi na tutaendelea zaidi kuboresha gesi uweze kuwa tegemeo, lakini pia tunaendelea kufanya utafiti, pengine tunaweza kugundua mafuta ili tuhakikishe sisi tuko na mafuta yetu wenyewe. Kwa hiyo wamejifunza, lakini pia wamekuwa na tunasema na hamu au na hamasa kubwa kwenye miradi ya kimataifa, mfano bomba la mafuta la EACOP, kujua ushiriki wetu na namna ambavyo pengine taifa linaweza kunufaika. Wamefahamu kwamba huo mradi wa EACOP asilimia nyingi katika utekelezaji wake unafanyika ndani ya nchi. Kwamba kipande cha kutoka Tanga mpaka Kagera ni kirefu tu, upande cha kutoka Kagera kuenda mpaka sehemu ambayo mradi unaanza pale Uima Kabale. Kwa hiyo uwekezaji mwingi au mkubwa wa fedha za kigeni umefanyika ndani ya nchi yetu Tanzania. Lakini kwa kiasi gani ambapo
makampuni ya ndani yameweza kupata zabuni mbalimbali kwenye hili bomba la mafuta. Kwa hiyo tuendelee kusema tu kwamba tunazidi kuwakaribisha wananchi waweze kuja, kama ninavyosema, nasisitiza muda wote kwamba hili ni shirika la umma, na kama shirika la umma wananchi wana haki ya kujua progress, maendeleo ya namna ambavyo tunatekeleza miradi. Ni haki yao kwa sababu ni pesa zao pia. Pengine TPDC tunajiweka katika tunasema ni hub ya uchumi, kama kitovu cha uchumi, sababu ukizungumzia uchumi utazungumzia nishati. Ukizungumzia nishati, maana yake ukiwa na nishati ya uhakika ipo bei nafuu, maana yake unachochea sekta ya viwanda kukua. Sekta ya viwanda kukua, unaenda kutatua tatizo la ajira, kwamba tutegemei kwamba serikali ndio mwajiri mkuu. Wana viwanda vya kutosha, maana yake vijana wamaliza vyuo mbalimbali, basi wanapata ajira kwenye viwanda. Lakini unapokuwa nishati ya kutosha, maana yake huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji, huduma za umeme, zote zinakuwa ni suluhisho, na hizo ndio uchumi unazidi kwenda kwa mbele. Na wananchi wa kawaida kama mimi ambaye nitakuja imekuja kutembelea banda la TPDC, kwa kiasi gani anaweza kunufaika, ambaye ni mtu ambaye nafanya biashara zake nyumbani, mathalan mama ntilia, mtu tu wa kawaida nyumbani, je, nishati ya gesi asilia pia mfano? Sawa, swali lako ni zuri sana, na hili limekuwa pengine ndio maswali ya watu wengi, kwamba akisema TPDC anasema gesi, akisema gesi anashindwa kuhusisha kwa namna gani yeye kama mwananchi wa kawaida na anahamasika au anafaidishwa na uwepo wa gesi asilia. Kwanza tumesema gesi inatumika kwenye viwanda. Naamini kabisa kwamba mwananchi wa kawaida atavaa viatu. Atanunua atanunua viatu. Atanunua vifaa vya kuhifadhia maji, labda matenki ya maji. Sasa nitasema tu moja ya viwanda ambao sisi tunawapa gesi ni kwamba wanatengeneza bidhaa hizo za kuhifadhi maji, lakini pia wanatengeneza bidhaa za kuwezeka mabati, nondo. Wanatengeneza bidhaa hizi za hizi kama toilet paper na nini, makaratasi kama za namna hiyo. Kwa unajua kila mwananchi anaguswa. Lakini vipo vyombo vya usafiri sasa hivi vya kutosha, kama mabasi ya mwendo kasi yanatumia gesi asilia. Kwa hiyo umeona kwamba huyu mwananchi atasafiri, hakisafiri atapanda, anatumia chombo ambacho kinatumia, kimemnufaisha tayari. Anatoka Mbagala anaenda feri kuchukua samaki, anarudisha, amenufaika. Lakini gesi asilia ni moja ya chanzo kikuu na muhimu cha umeme nchini. Na utaona kwamba hata anayeuza samaki au anayepika chakula lazima atakuwa na kafriji kuhifadhi bidhaa zake mbalimbali zisiharibike. Maana una uhakika mteja uhakika huduma saa ngapi anakuja kwenye kabisa. Kwa hiyo wewe yani kwamba tu una umeme nyumbani, basi ujue gesi asilia imekunufaisha. Kwa sasa hivi tulipofikia, mwananchi hata anaishi wapi huko Simiyu, anatumia umeme, amenufaika na gesi asilia. Sababu gesi asilia ni moja ya chanzo cha umeme, na ni vile kwamba sasa hivi tunaona nchi au serikali inaongeza juhudi kuwa na vyanzo mbalimbali vya umeme. Lakini kabla ya kuanza uzalishaji wa umeme wa bwawa Mwalimu Nyerere, gesi asilia ilikuwa inategemewa almost 75% ya kuzalisha umeme kwenye grid ya taifa. Sasa kuona kwamba TPDC ni kitovu au ni msingi wa uchumi wa nchi. Ni Francis Lupokela huyo ambaye umemtazama hapa na kumsikiliza, ambaye ni afisa uhusiano mwandamizi wa shirika hili la maendeleo ya petroli hapa nchini, yani TPDC. Haya ni maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba, ikiwa ni jubilei ya miaka 50 ya kusherekea fahari zetu za Kitanzania. Sisi bado tupo Ndalini Media, tunapita banda baada ya banda kuweza kukuletea fahari mbalimbali hizi ambazo zipo kwenye viwanja hivi vya Sabasaba.